Afrika. Afrika ni sisi. Sisi ni Afrika. Afrika ni sisi. Afrika. Afrika ni sisi. Sisi ni Afrika. Afrika ni sisi. Asubuhi njema dada zangu, vikapu vyetu viko tayari. Ndio, twende pamoja msituni. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Asubuhi ilianza kwa utulivu wa kipekee ndani ya msitu mkubwa uliokuwa umeuzunguka jamii ya maboma kwa pande zote. Mwanga wa jua ulianza kupenya taratibu kati ya matawi ya miti mirefu, ukichuja mwanga wake na kuufanya uwe laini uliogusa ardhi iliyofunikwa na majani makavu. Kila kitu kilionekana kuamka kwa mpangilio wake wa asili, bila haraka, bila kelele nyingi, bali sauti za ndege waliokuwa wameanza kuimba juu ya miti zilitosha kuwajulisha kuwa siku mpya imeanza. Mwanamke mmoja kijana aliyeitwa Salia alikuwa miongoni mwa wa kwanza kutoka nje ya kibanda chake. Alisimama kwa muda mfupi, akavuta pumzi ndefu ya hewa safi, macho yake yakitazama kijiji chote kilichokuwa bado na utulivu wa asubuhi. Aliinama na kugusa ardhi kwa mikono yake, kisha akasimama tena, kitendo ambacho kilikuwa ni desturi ya kawaida kwao, ishara ya kuanza siku kwa heshima kwa ardhi inayowalisha. Baada ya muda mfupi, wanawake wengine walitoka pia, wakibeba vikapu vyao vilivyofumwa na majani makavu. Walikusanyika karibu, wakabadilishana maneno machache ya asubuhi, huku wakijiandaa kuelekea msituni kuchuma matunda. Hakukuwa na mazungumzo marefu, lakini kulikuwa na uelewano wa kina kati yao, uliotokana na maisha ya pamoja kwa muda mrefu. Watoto walianza kutoka vibandani kwa mbio ndogo ndogo, wakicheka bila sababu, wakifukuza kila mmoja juu ya ardhi iliyokuwa bado na unyevunyevu wa usiku. Sauti zao zilileta uhai ghafla ndani ya kijiji, zikifanya hata wazee waliokuwa wamekaa chini ya mti mkubwa katikati ya kijiji kutabasamu kwa utulivu. Wazee hao walikaa kimya kwa muda, wakitazama maisha yanavyoanza mbele yao. Walikuwa hawakimbii tena kama vijana, lakini macho yao yalikuwa na uzoefu wa kila kitu kilichokuwa kinatokea. Walizungumza polepole, wakikumbuka nyakati za zamani, wakifuatilia kwa macho yao kizazi kipya kinavyokuwa. Salia alijiunga na kundi la wanawake waliokuwa tayari wameanza kutembea kuelekea ndani ya msitu. Walitembea kwa mstari, wakifuata njia zilizojulikana kwao, miguu yao ikikanyaga majani makavu kwa sauti laini iliyochanganya na sauti za ndege na upepo. Walipofika kwenye eneo lenye miti mingi ya matunda, walitawanyika kwa utulivu. Kila mmoja alichagua mti wake, akianza kuvuna matunda yaliyoiva. Mikono yao ilifanya kazi kwa ustadi na utaratibu, wakichagua kwa makini yaliyo tayari na kuyaacha yale ambayo bado hayajakomaa. Salia alipanda kidogo kwenye tawi la chini la mti mmoja ili kufikia matunda yaliyo juu zaidi. Alisimama kwa usawa, akanyoosha mkono wake na kuyachuma kwa makini. Chini yake, mtoto mdogo alikuwa akimtazama kwa mshangao, akitamani kufikia juu kama yeye. Alishuka taratibu, akamchukua mtoto huyo na kumuinua juu kidogo ili naye aweze kufikia tunda moja. Mtoto huyo alicheka kwa furaha alipofanikiwa kuling'oa, na Salia alitabasamu kwa utulivu.
Baada ya muda, walikusanyika chini ya mti mkubwa kupumzika. Walikaa juu ya majani makavu, wakila baadhi ya matunda waliochuma na kunywa maji waliobeba. Hakukuwa na haraka ya kurudi kijijini, wala shinikizo la kufanya zaidi ya walichoweza kwa wakati huo. Kijijini, vijana walikuwa wakifanya mazoezi ya kawaida. Walikimbia kati ya miti, walipanda juu kwa wepesi na kuruka kutoka tawi la moja hadi la nyingine kwa ustadi. Hii haikuwa mashindano, bali ni sehemu ya maisha yao ya kila siku ya kuimarisha miili yao. Karibu na mto, watoto walikuwa wakicheza kwa furaha. Walirusha maji juu, wakicheka kwa sauti kubwa, wakijaribu kuogea kwa mtindo wao mdogo. Maji yalikuwa safi na baridi, yakitiririka kwa utulivu, yakitoa sauti ya kupendeza iliyochanganya na vicheko vyao. Mchana ulipofika, jua lilikuwa juu kabisa na joto lilianza kuonekana wazi. Wanawake walirudi kijijini wakiwa na vikapu vyote vilivyojaa matunda. Walitandika majani makubwa chini na kumwaga matunda juu. Watu walikusanyika polepole. Hakuna aliyekimbilia, hakuna aliyenyang'anya. Kila mmoja alipata sehemu yake kwa utulivu. Walikaa kwa duara, wakila pamoja. Mazungumzo yalikuwa ya kawaida kuhusu siku, watoto na mambo madogo ya maisha yao. Lakini ndani ya mazungumzo hayo kulikuwa na furaha ya kuwa pamoja. Baada ya kula, baadhi ya watu walilala chini ya miti kupumzika. Wengine walifanya kazi ndogo ndogo, kutengeneza vikapu, kurekebisha vibanda au kusafisha eneo la kijiji. Salia alikaa chini akianza kufuma kikapu kipya kwa kutumia majani yaliyokauka. Mikono yake ilitembea kwa utulivu, kila hatua ikiwa na mpangilio maalum. Mwanamke mwingine aliyekuwa karibu naye alimwangalia na kutabasamu. Alisema, "Unakuwa bora kila siku." Salia alitabasamu kwa aibu kidogo, akiendelea na kazi yake bila kusema mengi. Jioni ilianza kushuka polepole, mwanga wa jua ukibadilika na kuwa wa rangi ya dhahabu iliyogusa kijiji kwa joto la upole. Upepo ulianza kuwa baridi kidogo, ukipita kati ya miti na kubeba harufu ya msitu. Moto uliwashwa katikati ya kijiji. Watu walikusanyika kuuzunguka. Hakukuwa na sherehe kubwa, lakini kulikuwa na utulivu wenye maana. Watoto walicheza karibu na moto, wakiruka na kucheka. Wazee walikaa wakitazama miale ya moto, wakizungumza polepole. Vijana walikaa kwa makundi yao, wakipumzika baada ya siku ndefu. Salia alikaa karibu na moto, akitazama jinsi miale ilivyokuwa ikicheza hewani. Aliweka mikono yake karibu na joto lake, akihisi utulivu unaoingia ndani yake. Usiku ulipoingia kabisa, nyota zilijaa angani, zikitoa mwanga mdogo lakini mzuri. Kijiji kilianza kutulia tena. Mmoja baada ya mwingine, watu walirudi ndani ya vibanda vyao. Salia alisimama, akatazama mara ya mwisho kijiji kilichokuwa kimetulia, kisha akaingia ndani. Alijilaza juu ya majani makavu, alifumba macho, na ndani ya utulivu huo wa msitu, usingizi ulimchukua pole pole. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.